Bwana Yesu asifiwe sana. Na Biblia imeongeza neno moja kasema ya kwamba hata kama itawezekana uishi siku mingi, hizo siku utaishi kwa taabu. Utaishi kwa hali ngumu sana. Utaishi ukitegemea watu wakusaidie. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba vile siku si nyingi, siku ambazo Mungu alimweka dada wetu Maki aishi ni siku ambayo leo hii imeweza kukwama. Maana alipomuumba katika maisha yake, aliweka siku za kuishi, aliweka siku, miezi na miaka. Na hiyo miaka ambayo alimwekea kuishi ndizo ameishi. Ameiweka mpaka yake. Kwa kusoma katika mstari wa 5 anasema sisi wote ametuumba na ameweka masiku yetu za kuishi. Na kila mmoja wetu ameweka mpaka. Hiyo siku ikifika tu ndugu yangu, wewe unaenda. Hiyo siku ikifika tu dada yangu, lazima wewe uende. Haijalishi huko na nini, haijalishi wewe ni tajiri, haijalishi wewe ni maskini. Lakini hiyo kikomo ambayo Mungu alikuwekea kwamba mwisho wa maisha yako ni hapa, itafika. Bwana asifiwe sana. Kwa leo tuko hapa na tunasherehekea maisha ya dada yetu. Jambo ambalo ninasema nasherehekea ni kwamba ameishi katika dunia hii, lakini amefanya jambo moja kubwa. Alimtambua Mungu katika maisha yake. Bwana asifiwe sana. Hiyo nataka niwaambie ukweli kwa sababu ni mchungaji wake. Katika mambo yote ya kazi ya Mungu amekuwa akishiriki, amekuwa akifanya. Kama ni kwenda semina amekuwa akijitoa anaenda. Bwana asifiwe sana. Amekuwa akijinyima pia kwa kumtolea. Kwa hivyo mama wetu huyu ameishi maisha yake ya dunia hii na ameishi katika hali ya kumjua Mungu. Kwa hivyo natambua kwamba jamii yake, iwapo mtafuata hiyo mtindo ya huyu mama, mtaweza kuishi vyema katika dunia hii. Mtaweza kuitwa wabarikiwa katika dunia hii. Bwana asifiwe sana. Inaweza kuwa pia umeshirikiana pamoja nasi katika ibada hii. Wewe pia nataka nikwambie kwamba iga mfano huyu mama. Pengine kama ulikuwa hujaokoka lakini nakupa leo mwelekeo kwamba utakapotoka mahali hapa jige mfano huyu mama. Amelala akiwa ndani ya Yesu Kristo. Sisi hatusemi kwamba amekufa. Tunasema amepumzika. Maana ni mtu tunajua kwamba kuna mahali ambapo ataenda mbali mbinguni. Bwana asifiwe sana. Alipokuwa aking'ang'ana katika maisha haya, alipitia magonjwa. Na katika hiyo hali alikuwa anaambia watoto wake, mniite mchungaji. Alitambua ya kwamba hata kama mimi ni mgonjwa, hata kama nimekutana na hali hii, lazima bado nimtumikie Mungu. Lazima nimtafute Mungu. Na wakati mwingi nilipokuwa nikija ananiambia pastor niombe. Haleluya. Na ninapofika kwenye boma, yeye ni mgonjwa lakini anashughulika. Haleluya. Amen. Bwana ng'ang'ana. Hata kama ana pesa lakini alikuwa anajemba kana choma stongea na ananiambia pastor, kunywa hii. Haleluya. Na unajua kama umepewa na mtoto wako kitu, unakula. Bwana asifiwe sana. Amekuwa ni mama ambaye ni mcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na inasema katika kitabu cha Ufunuo 14:13. Bwana asifiwe sana. Kuna kitu nataka tuangalie hapo na kumalizia. Ufunuo nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, hakika heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao, kuvuna mavuno ya nchi. Huyo ni Yohana akiwa katika ziwa la Patmos. Aliona muono Bwana akimzungumzia. Bwana akaambia kwamba Yohana, sikia hii sauti ambayo ni unabii, ya kwamba andika haya, ya kwamba heri wafu wafao katika Bwana. Haleluya. Yaani sisi wote vile tuko wazima iwaje mseme kwamba ukweli wa mambo sisi ni wafu. Lakini angalia kifo chako cha mwisho itakupata ukiwa wapi? Kifo chako cha mwisho itakupata kama uko upande wa Mungu ama uko wapi? Hiyo siku itakupata wewe kama umeokoka ama kama hujaokoka. Hiyo siku itakupata kama wewe bado unafanya fitina ama umewacha. Hiyo siku itakupata wewe kama bado msharati ama umewacha. Hiyo siku itakupata
kwamba watu wanakunywa pombe ama umewacha. Biblia inasema kwamba heri wafu wafao katika Bwana. Kama vile dada wetu amekufa akiwa mkononi mwa Bwana, ndio leo amenipa ujasiri kunena pamoja na nyinyi kama watoto wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Tuangalie katika maisha yetu tunapoishi. Je, tunampendeza Bwana? Je, mambo tunayofanya inampendeza Bwana? Mambo tunayofanya inapendeza majirani wetu? Inapendeza madugu zako? Bwana asifiwe sana. Kuna watu wanang'ang'ana wanafanya mambo yao maovu yenye haipendezi Bwana, haipendezi hata wengine, lakini wanang'ang'ana kufanya mpaka wamekuwa chukizo kwa wengine. Bwana asifiwe sana. Amen. Biblia inasema kwamba heri wafu wafao katika Bwana. Jiulize kuanzia leo, wewe utakufa ukiwa mkononi mwa Bwana ama ukiwa nje ya Bwana? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Wai machache. Amen. Mama.